Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, karibu tena Malecom katika dawati letu la michezo na burudani, tujuzane yale yote yanayojiri katika viunga vya michezo na burudani ndani na nje ya nchi. Habari kubwa tulionayo hivi sasa ni kwamba FIFA ya ingilia kati swala la dabi ya Simba na Yanga. Ikumbukwe ya kwamba moja kati ya habari ambazo zina trendi sana hivi sasa ni mchezo wa soka wa Simba na Yanga almaarufu kama dabi ya Kariakoo, ambapo tumeona mchezo huu umekuwa ni paswa kichwa, umekuwa ni kizungu mkuti, kwani ni mara kadhaa umekuwa ukiahirishwa. Kwa mara ya kwanza ulikuwa uchezwe Machi 8 mwaka huu 2025, lakini mchezo huo ukaahirishwa. Then baada ya muda ukapangiwa tarehe ya Juni 15, na hivi sasa tunapozungumza kuna viashiria huenda mchezo huo ukaahirishwa tena na kupangiwa tarehe nyingine. Na Simba baada ya kunusa harufu ya kuahirishwa kwa mechi hiyo, wamekuja na tamko wakisisitiza ya kwamba wao hawatacheza na Yanga mechi nyingine tofauti na mechi ya tarehe 15 Juni ambayo ilipangwa na bodi ya ligi. Tofauti na hapo utakuwa ni ukiukwaji wa sheria na kanuni na taratibu za mchezo, hivyo wao hawatakuwa tayari kushiriki mchezo huo. Lakini FIFA nao baada ya kupata sakata hili na kulifuatilia kwa ukaribu, wamekuja na tamko zito ambalo linatoa taswira nzima ya soka la Tanzania linaelekea wapi. FIFA wametoa tamko gani? Mambo yanakuaje hapa? Maana yake mpaka chombo kikubwa kabisa cha uendeshaji wa soka duniani, FIFA, wameingilia kati. Mambo ni mazito kulikweli. Kaa karibu nasi Malecom, tutakujuza kila kitu ambacho kinaendelea. Cha kufanya kama wewe ni unasapoti mambo mazuri ambayo unatamani yatokee katika ligi ya Tanzania, basi bofya alama ya dole gumba katika video hii kama ishara ya kusapoti na kuunga mkono ufuatwaji wa haki, kanuni na taratibu za mchezo hapa nchini. Na kama wewe pia ni mdau wa Simba, tuambie hapo nini maoni yako juu ya hiki ambacho kinaendelea. Vile vile kama wewe ni mdau wa Yanga, pia unaweza ukatueleza nini maoni yako juu ya hiki ambacho kinaendelea. Ni takriban miezi mitatu sasa imepita tangu mechi ya Simba na Yanga itangazwe Machi 8 na baadaye kuahirishwa na kupangiwa tarehe 15 Juni. Sasa mambo yamekuwa ndivyo sivyo, kwani kumekuwa na mvutano kati ya Simba, Yanga na mamlaka ya soka Tanzania kwa maana ya TFF ikiwa chini ya bodi ya ligi ambao ndio waendeshaji wakuu wa ligi kuu Tanzania bara. Mchezo huu ambao umekuwa ni kizungu mkuti kutokana na kuahirishwa mara kwa mara, sasa imefika hatua FIFA nao wakaona mambo si shwari, basi wakatoa tamko lao ambalo tamko lao limewekwa wazi ya kwamba kanuni, taratibu na sheria za soka zifuatwe kwenye kila kitu ambacho kinafanyika. Endapo itatokea kanuni hazikufuatwa, basi sheria itachukua mkondo wake. Na ifahamike ya kwamba moja kati ya taarifa ambayo ilitoka hivi karibuni kutoka kwa msemaji wa Yanga ni kwamba kuna kiongozi mmoja wa serikali alipiga simu na kuwazuia Simba wasiingie katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku moja kabla ya mchezo kwa ajili ya kufanya mazoezi. Hivyo inafahamika pia kanuni za FIFA ni kwamba endapo itabainika kwamba serikali imeingilia masuala ya mpira, basi nchi nzima itafungiwa kujihusisha na masuala ya michezo na Tanzania itafutwa wanachama wa FIFA. Hivyo FIFA wametoa angalizo mapema kabisa kwamba haki, kanuni na taratibu zifuatwe. Tofauti na hapo, sheria itachukua mkondo wake. Unadhani nini ambacho kinakwenda kutokea katika soka letu? Je, kuna wengine wanasema ni kama moshi mweusi hivi unataka kuonekana. Wewe unaona nini ambacho kinaendelea? Tuambie kwenye maoni hapo, twende sawa. Malecom tupo kwa ajili yako. Kwa heri kwa sasa. Bye bye.